Wadada mnaotafuta kazi kupitia mradi wetu, naomba tukumbushane kuhusiana na utaratibu wetu ambao tunauita mkataba. Huo ni utaratibu ni yale tuliyokubaliana. Kwanza kabisa, kila dada anayekuja katika ofisi yetu kuomba kazi, tunamuonyesha mfumo wetu unavyofanya kazi kupitia mkataba wetu, kwamba je, yuko tayari kufanya kazi kwa mfumo ambao tumeuweka. Na huu mfumo tumeuweka kutokana na mahitaji. Kwa muda mrefu tumesoma mahitaji ya watu, tumedadisi mahitaji ya watu. Kwa hiyo tulivyogundua yale mahitaji, tukasema ili tuweze kupata fedha inabidi tuweze kuwapatia hawa watu haya mahitaji wanayohitaji. Wanahitaji wafanyakazi, lakini wafanyakazi ambao wanaweza kutatua changamoto zao, wafanyakazi ambao wataweza kwenda kuwarahisishia na kuwaboreshea maisha yao. Kwa hiyo baada ya kusoma hicho kitu, sisi tukaendelea kuboresha mkataba au hayo makubaliano kati ya sisi na wale ambao tunasema kwamba tuko tayari kwenda kuwahudumia watu ambao wana fedha, wanahitaji manpower, ili wao waweze kutulipa fedha, waweze kutupa kipato, tuweze kupata hela, tuende tukafanya mambo mengine. Kwa sababu mtaji wa kwanza ambao Mungu anakuwa amempa kila mwanadamu ni nguvu zako na akili zako na muda, time. Ndio maana sisi mkataba wetu ni wa mwaka mmoja. That is time. Katika kipindi cha mwaka mmoja, yule ambaye anakuja kukomiti kufanya kazi na sisi, hayo ndio malipo yake. Time. Ule muda ndio unalipia hii huduma, kupata hii huduma kwetu, kupata hii platform kwetu. Na ndio maana wale waliotupiga kitu kizito, anakuja anasema atafanya mwaka, hafanyi, wakatusababishia tukaweka kitu kinachoitwa dhamana, kwamba sasa asipofanya akamaliza mwaka, na yeye atapata consequences, atapata hukumu ya haki, atapata penalty Hayo yote ni katika kuendelea kusoma mahitaji ya wateja wetu na kujua changamoto za mradi tunazokutana nazo. Okay, sasa haya makubaliano, unapokuja hapa unapewa, hakuna hata mtu mmoja ambaye anaweza kuja kwenye mradi wetu akapita kurupu akaingia akasaini yale makubaliano bila yeye kuyaelewa na kuulizwa maswali. Umeelewa? Na swali la kwanza tunaulizaga, dhamana unaelewa? Maana yake nini? Ina lengo gani? Lakini pia kuna mambo mengine mengi ambayo yanakuwa yako mle ndani. So, nimesema hivi kwenye hii video kwa sababu nataka tuelewane. Naona kuna changamoto ambazo tunaendelea kukutana nazo, ambazo of course mimi nachukuliaga changamoto ndio mafundisho, changamoto ndio zinatufanya tunabadilisha mradi wetu. Kwamba dada anakuja, anapitia mkataba wetu, anapitia utaratibu wetu, anasema poa, niko tayari. Tunamuintroduce kwa client, mteja wetu. Dada anapokwenda kule, anaenda kuintroduce vitu vyake. Sasa kitu ambacho nataka hapa muelewe ni kwamba kama ambavyo dada unakuja, tunakupatia hayo makubaliano yetu, yule mteja wetu naye tulishampa hayo makubaliano, alishayapitia na yeye akatuuliza maswali mengi tu ya kutosha, tukamwambia huu ndio mfumo. Na kwa kuwa wanaona ni mfumo ambao unakwenda kuwarahisishia maisha yao, wanaona kabisa dada hata kurupuka akitaka kuondoka kazini, dada anatakiwa kutoa notice ili tuandae dada mwingine. Hakuna mtu asiyetaka hicho kitu. Hakuna kitu kinaudhi kama bosi unaamka, dada anakuambia mimi naondoka, haja kuandaa, hujui sasa unaachaje, yani mipango yako na mipangilio yako inakuwaje. Hakuna kitu kinaudhi kama hicho. Ndio maana sisi tukaweka huu utaratibu kwenye mfumo wetu. Hatukuzuii kuondoka, lakini unatoa notice ili sisi tuandae mtu mwingine aje uweze kuondoka kwa utaratibu. Aje mtu mwingine apokea majukumu, ikiwezekana umwelekeze, alafu wewe unaondoka. Hakuna ugomvi. Yani kuna vitu vingi vipo kwenye huu mkataba. Yani ni makubaliano yetu, yani ni peji kama 10 hivi. Lakini yote ni kwa sababu tunaangalia, tunasoma mahitaji ya wateja wetu ili tuweze kuwarahisishia maisha. Kumbuka, ukitaka kupata hela, angalia yule mwenye pesa ana mahitaji gani, ana changamoto zipi ambazo wewe unaweza kuzitatua. Kwenye kazi za ndani, watu wana majukumu majumbani kwao na hawana muda. Okay, hata wale ambao wenye muda nao hawataki kuyafanya. Kwa hiyo sisi tunapokwenda pale ni kwa ajili ya kuwasaidia yale majukumu, kurahisisha, yani maisha yao yaweze kuwa mepesi. Kama mtu anaenda huko kufanya kazi kutafuta hela, akirudi nyumbani kwake basi akute kila kitu kiko organized. Umepika vizuri, nyumba yake umearrange vizuri, watoto wake wako vizuri, unawapenda, unawalea vizuri. Hiyo ndio pesa, hapo ndipo ilipo. Utakapoweza kufanya hivyo vitu vizuri na sio kurashirashi
kukimbia kimbia, yani unajiangalia huko kazini, wewe unaangalia kuboresha maisha yako kwenye ofisi ya mtu, kwenye nyumba ya mtu. Hapana, umeenda pale ili uwarahisishie wao maisha. Haimaanishi kwamba hautarahisisha ya kwako, si unarahisisha kwa kupata hela. We kila mwezi nani linaingia, mfuko unatuna. Umemaliza mwaka, ukija kuangalia umeenda hapo huna senti tano. Hata kama ulikuwa unacho kidogo, basi umekijazia. Lakini walio wengi wanakujaga hapa ndio wanaanza. Na sisi tunasema hizi ni nani za kuanzia maisha. Kwa sababu hapo mimi ndio nilipoanzia. Wakati nakuja kwenye kazi za ndani, sikuwa na chochote zaidi ya nguvu zangu, mtaji wangu mkubwa kabisa ambao Mungu amenipa wa nguvu na akili. For now natumia akili zaidi na kipaji cha kufundisha, cha kuelekeza ambacho Mungu amenipa. For now, nguvu asilimia kama 10-20, lakini asilimia 80 ni akili, kama unavyoona na waelekeza especially wanawake namna ya kuendesha maisha yao, namna ya kujiboresha, namna ya kurahisisha maisha. That is my gift Mungu amenipa, lakini inaanza kwenye akili, inakuja kwenye communication, kwamba navyoweza kucommunicate kile ambacho naweza kuwasaidia wanawake namna ya kurahisisha maisha yao na kutoka kwenye mifumo ya ukandamizaji na ukatili. Kwa hiyo saa hizi situmii nguvu pase kama nilivyokuwa kazi ya ndani, ni nguvu tu. Nenda kapike, nenda kaoshe vyombo, nenda kafue, nenda kaweke kuku mabanda kule, nenda kafagie banda la kuku, kaweke chakula, yani ni nguvu asilimia kama 90. Asilimia 10 ndio nilikuwa natumia akili, kwamba kujua kwamba sasa hivi ni muda wa kupika, sasa hivi ni muda wa kufanyaje, asilimia kama 10-20. Kwa hiyo sasa hivi ni vice versa. Asilimia 80 natumia akili, communication. Asilimia 20 ndio nguvu, labda kama hivyo, kusimamia, supervision ya hivyo, yeah. So hakuna ubaya na hiyo of course hiyo ndio advice yangu. Hata kwenye kozi yangu nimefundisha wanawake namna ya kutoka kwenye hii. Ndio maana kitabu changu kinaitwa Kutoka Dada wa Kazi mpaka CEO. Lazima uanze involve na kutoka kwenye kutumia nguvu zaidi, uanze kutumia akili ili mambo ndio yanaweza kuwa bora zaidi. Yani ndio namna ambavyo maisha yako yatakuwa rahisi zaidi. Utoke kutegemea zaidi kutumia nguvu kwa asilimia kubwa, utumie akili zaidi kwa asilimia kubwa, na nguvu tumie kidogo. So nataka kusema ni kwamba mfumo wetu ambao tumeuweka, ndio maana yani kuna mambo mengi kichwani, kwa hiyo yani naweza kufundisha vitu vingi kweli ndani ya nani. Hapa nilikuwa tu nataka nifafanue kuhusiana na nini mkataba wetu. Jamani guys, mkataba wetu huu, mkataba yule client wetu tunakuwa tumeshamtumia, anaujua. Maana yake sisi tunapomwambia kwamba huyu mtu ndio tumekuletea kwa ajili ya kufanya kazi, hatarajii wewe utoke kwenye ule utaratibu ambao sisi tulishampa. Usiende na utaratibu wako mpya. Hata kama ulikuwa umefanya kazi wapi, una uzoefu sio wa wapi, una experience ya wapi, huo sio mfumo ambao tunakwenda nao. Hauji hapa na mkataba wako. Unakuja hapa na mfumo ambao sisi tumeujenga, utaratibu tulioujenga, namna ya kwenda kuwasaidia hawa watu. Kwa hiyo kama unataka kwenda na mfumo wako, basi usije kwenye huu mfumo wetu, kwa sababu itakuwa sasa ni lugha gongana. Wewe unakuja na mfumo wako, unakuja na utaratibu wako, alafu tena kwanza yani ni mgongano kusema ukweli. Haitawezekana. Kwa hiyo nachotaka kusisitiza, umekuja hapa kwetu, tumekupokea, salamu ya kwanza ni mfumo wetu, mkataba wetu, utaratibu wetu, namna ambavyo tunaweza kuwarahisishia maisha hawa watu, namna ambavyo tunaweza kupata fedha zao. Kumbuka, Wadada Center ndio kituo namba 1 ambacho kinalipa mishahara ambayo haijawahi kutokea Tanzania kwa kazi za ndani. Sasa kuna skill. Yani watu hawatoi tu hizo hela just because ni Wadada Center au wanaona sura ya Joyce Kiria, kwa hiyo just because ni Joyce Kiria ni superwoman basi wanakata. No, sisi tumesoma what is their need, wanahitaji nini, na ili tuweze kufikia hitaji lao, ili waweze kutulipa sasa vile tuweze kudemand kiasi cha hela tunachotaka watulipe, and they are ready, wanatulipa. Sasa wewe tena ule mfumo tulioujenga yani baada ya kusaidia wewe kujua mahitaji ya bosi wako na tukakwambia haya ndio mahitaji ya bosi, huu ndio mfumo ambao utaenda kufanya nao kazi, unakubali, unafika kule tena unaenda kuparanganiwa kila kitu, unaanza na moja. Hapana, yule bosi anaturudia, anatuambia haya, kuna hiki ambavyo havipo kwenye mfumo wenu. Inakuwaje? Haya, shughuli inakuwa imeishia hapo. Kwa hiyo ndugu zanguni,
niko hapa kuwaongoza, niko hapa kuwasaidia. Wale ambao mnaona hii Wadada Center ni fursa, ni sehemu ya kuanzia, basi fata huu mfumo ambao tumeuweka, kwa sababu hatujauweka kwa matakwa yetu, ni kwa matakwa ya hawa mnaotaka wawape pesa.